Waziri wa Madini Mheshimiwa Anton Peter Mavunde ameelekeza Tume ya Madini kufanya marekebisho ya kanuni ili kila kampuni ya kigeni inayokuja kuwekeza nchini Tanzania iwe imezingatia kuendeleza sayansi na teknolojia ya kweli na si vinginevyo. Amesema hayo akiwa kwenye jukwaa la 4 la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini lililofanyika kwenye ukumbi wa Malaika Beach Resort jijini Mwanza. Lakini katika jukwaa hilo walikuwepo viongozi wengi ambao walihudhuria, lakini mwakilishi wa mkurugenzi wa Tume ya Madini, mbunge wa jimbo la Ilemela, Daktari Angelina Sylvester Mabula alipata pia nafasi ya kuongea. Sasa hapa kuna ujanja mmoja unafanyika. Kuna baadhi ya kampuni hasa za kigeni kwenye eneo la kuingia ubia wamekuwa wakitafuta kampuni ambazo hazina uhusiano na kile ambacho wanakifanya. Yaani kampuni ya kutoroka inakwenda kuingia ubia na kampuni ya stationary. Transfer ya teknolojia hauipati popote na inakiuka kanuni ya 4, kanuni B, ambayo inazungumza kuhusu kuwajengea uwezo wa Tanzania kupitia ushiriki kwenye sekta ya madini. Naelekeza katibu mtendaji wa tume na mwenyekiti wa tume kwa hapa kufanya marekebisho ya kanuni hii, kanuni ya 8, kanuni ndogo ya 6, ili mtu yoyote anakuja kufanya kazi nchini akiwa anaingia ubia na Tanzania, iwe ni kampuni ambayo inafanya shughuli ambayo inahusiana, ili huyo kuna transfer ya teknolojia ya ukweli na sio maigizo. Eneo lingine mwanadamu lisemea siku ya leo ni utayari wa sekta binafsi. Ndugu zangu wa Tanzania, tuna fursa kubwa sana kwenye sekta ya madini ambayo kuna baadhi ya maeneo hayajaguswa kabisa. Niwaombe mwitumie nafasi hii vizuri ili muweze kunufaika na sekta ya madini. Yako maeneo ambayo bado kabisa hayajaguswa. Kupitia kampuni za Tanzania, jitahidi kuweza kuwa mnafuatilia kupitia Tume ya Madini na kufahamu fursa zilizopo ili mjitokeze kwa wingi. Tafurahi sana kama jambo hili litatimia. Lakini pia mmeziona taasisi za fedha hapa, benki mko hapa, ni waombe mwawezeshe wa Tanzania kibitaji ili waweze kufikia malengo na makusudio ya ushiriki wao wa 100% kwenye sekta ya madini. Mheshimiwa Waziri, uzingatiaji wa ushauri wa kamati umekuwa na tija kwa wizara, na miongoni mwa matokeo yake ni kuendelea kufanyika kwa majukwaa ya kutathmini utekelezaji wa namna ya kuwawezesha Watanzania wanaoshiriki katika sekta hii ya madini. Na ili nchi yoyote iweze kunufaika na rasilimali zilizonazo, ni lazima, sio hiari, ni lazima wananchi wake wawezeshwe kushiriki katika uvunaji na uendelezaji wa rasilimali katika nchi hii. Kwa hiyo tunaposhirikisha wananchi wa kawaida na wanapokuwa wanaungana na wenzetu wenye ujuzi katika masuala mazima madini, lakini pia katika utoaji wa huduma kwenye migodi hiyo, hili ni takwa ambalo serikali yetu imesema ni lazima iweze kutekelezwa. Hili linafanyika chini ya uongozi wa Mheshimiwa wetu Rais Shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri, ni wazi kwamba kupitia jukwaa hili wadau mbalimbali watakutana na kubadilishana uzoefu kama ambavyo wameanza toka jana, mafanikio na changamoto katika kutekeleza ushirikishwaji wa Tanzania kwenye sekta ya madini. Ni rai ya kamati kwamba kuona maoni na mapendekezo yanayoibuliwa katika uwasilishaji wa mada na mijadala mbalimbali itakayofanyika yanazingatiwa na serikali na kuendelea kuboresha ushirikishwaji wa Watanzania katika sekta ya madini. Binafsi nichukue nafasi hii kukupongeza wewe Mheshimiwa Anton Peter Mavunde
waziri wetu wa madini, ambapo umeendelea kuifanya sekta hii kuwa na mchango mkubwa kwenye pato la taifa letu, kuongeza ajira kwa Watanzania na kusimamia kwa karibu uwezeshaji wa ushiriki wa Watanzania kwa namna mbalimbali katika mnyororo wa thamani wa shughuli za madini. Ndugu mgeni rasmi, kiuchumi mkoa wa Mwanza kwa takwimu za mwaka 2023 unachangia kwenye pato la taifa la nchi yetu GDP kwa trilioni 13.5. Mkoa wa Mwanza ni mkoa wa pili kwa kuchangia kwa asilimia kubwa kwenye pato la taifa, ambapo Mwanza unachangia kwa asilimia 7.2 na mkoa wa kwanza ni mkoa wa Dar es Salaam ambao unachangia kwa asilimia 17.1. Sisi kama serikali ya mkoa tupo tayari wakati wote kutoa ushirikiano kwenu. Binafsi nimekuwa na utaratibu kukutana na wadau mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuwatembelea, kuona shughuli zao na kusaidia kutafuta ufumbuzi wa changamoto ambazo zimekuwa zinawakabili. Ndugu mgeni rasmi, nitumie fursa hii pia kumpongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa utendaji wake uliotukuka na kuleta tija ya kuvutia wawekezaji hasa katika sekta hii ya madini ambayo inaongozwa na wewe Mheshimiwa Anton Peter Mavunde. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.